Karibuni katika podcast yetu ya Duka Huru, na leo niko na Sumaia na leo kuna mimi pia Faris. Leo tunaongelea pesa, na katika kuongelea pesa tutaongelea kwanza, kitu ambacho tutakiongelea ni jinsi gani kijana anaweza kusave pesa. Ningependa kwanza ajitambulishe mwenzangu. Naitwa Sumaia, ni mfanyabiashara. Namiliki duka linaitwa Lux by Maya. Nauza handbag, mabaibui na vitu hasa vinavyohusu mwanamke. Okay. Sasa unaona ni jinsi gani kijana anaweza kafanyaje ili aweze kusave hela iweze kumsaidia? Unajua maana kutunza akiba yako ya leo hii, siku ya leo itakusaidia kesho pana kuna emergency au kuna kitu chochote kinaweza kutokea. Je, inakuwaje? Unaweza kumshaurije kijana ambaye anasumbuka na issue nzima ya kusave hela? Okay. Kama kijana ni ambaye labda anafanya kazi au amejiajiri, nitamshauri kwanza kwa kufanya, kuna njia nyingi. Ndio. Njia ambazo mimi naona kwangu ni nyepesi, mfano ni kufanya standing order. Standing order ni kuicommand benki yako kila ambapo mfano labda tarehe 30 mshahara unapoingia unakatwa kiasi fulani cha pesa ambacho unakuwa umekispecify wewe mwenyewe kwamba kikatwe kipelekwe sehemu fulani nyingine tofauti na zile matumizi yako ya kawaida. Kwa labda utakuwa umecreate account yako nyingine ambayo yenyewe zile standing order kila mwezi labda inakatwa, au kila baada ya 15 days wewe kutokana na conditions zako ambazo utakuwa umeipa benki. Okay, unaweza kutuelezea standard order? Yani kwa mtu ambaye haifahamu standard order ni nini, au kwa maelezo tu mepesi, yani inafanyaje kazi na benki inafanyaje? Standing order kwa ni kama tool ambayo kazi yake ni ni kama ni tool of instruction kwamba mfanyabiashara au mtu wa kawaida anaenda benki, anasema kwamba labda mimi nataka standing order, ambapo ndo anakuwa na kuna form anakuwa na fill ina details kwamba jina lake, account yake, labda na hiyo account ambayo itakuwa inafanya standing order ikatwe bei gani, muda gani, saa ngapi, kwa kipindi gani. Kwa hiyo inakuwa ina details zote ambazo zinahusika hela yake kuwa itapunguzwa kwa namna gani, kwa namna ipi. Na kuna kitu hapa ambacho nimekigundua kidogo na ndio tunapoelekea. Unajua kama mimi hapa, yani nikupe tu story halisi, nasumbuka na issue nzima ya kusave, yani kusave pesa. Kusave pesa ni vigumu, na ukirelate na mtu wa kawaida anafanya kazi labda bajaji au pikipiki, yani unajua unapokea ile pesa mkononi. Kwa benki hivyo inakuwa ni virahisi, si ndio? Kwa benki inakuwa ni virahisi kwa sababu mtu ana sign order. Sasa naona hiyo inafanya kazi vizuri kwa mwajiriwa. Itakuwa ndo vizuri zaidi, lakini na imani kokote, najua iko kwa wote. Shida sasa ni namna gani ambapo mtu mfano ambao tuchukulie kijana labda anafanya kazi ya dala au bodaboda au nini, kwa namna gani ambavyo yeye anapokea hela kila siku on cash. Sasa atafanyeje kuweza kuepuka? Kwa sababu tuna shida moja ambayo mimi nimegundua, ndo nimeona hapa standing order ambayo umeiongelea, ni somehow kuna namna ina solve issue moja ambayo hiyo issue yenyewe iko psychologically. Unajua ile tunasema save first use later, si ndio? Yani kwanza tunza hela yako uliopokea, yani kwamba kama nimelipwa naomba kwanza niitunze ndio niitumie. Lakini nahisi unalijua hilo jambo ni kwamba ni ngumu zaidi mtu natunzaje hela? Kwanza nitumie na shida hii na shida hii na shida hii. Kwa hiyo mtu anashindwa kutunza hela yake, si ndio? Inaleta shida. Lakini in terms of psychological use, naona standing order inasaidia. Ndio. Kiaje? Naweza nikakuelezea. Hata kwa yule ambaye anaonisikiliza aweze kufahamu mechanism ya standing order na namna ambavyo tunaweza kujaribu kutengeneza kama challenge kuweza kuireplicate.
Okay, standing order imekuja pale hivyo kwa ulivyoelezea, inakusaidia wewe kutunza kwanza kabla hujatumia, lakini inafuta flow moja ya binadamu ambao ni ya kisaikolojia, ni kwamba maamuzi mazuri unayoyafanya unayafanya sasa hivi na sio wakati ambao unategemea uje uyafanye. Na hisi unapata pointi yangu kwamba kitu ambacho yani hata mtu akitaka kutoka nacho leo katika mazungumzo yetu ni kwamba maamuzi unayoyafanya siku hii ya leo, day one, ndio maamuzi bora kuliko kwamba utayafanya kesho, si kwamba ulitegemea kwamba itakuja itokee. Kwa sign standing order ndio hiyo siku yako ya kwanza. Benki yuko pale anahakikisha kwamba hela ikiingia anakuwekea anakuwekea pembeni. Sasa tukirudi sasa kwa kijana wetu ambao anatunza, yani anapokea ile hela cash, kwa inapata, unaona changamoto inapokuja, atawezaje? Yani ile shida ni kwamba anapokea hela, nahitaji sasa hivi, nahitaji nile, nahitaji nifanyeje, na ni kiasi nahitaji nikitunze, lakini hela yake mzunguko wake ni wa cash. Kwa kuna ile shida. Kwa mimi naona kama like challenge ambao watu waweza kujipima na kwamba labda nijaribu niwe naweka hela, nikipokea hela jioni ninaweka benki, lakini kwenye benki hiyo nimeweka standing order ambayo ita-enable mimi automatically hela yangu kiasi fulani kinaenda kule kabla hujaanza matumizi, kwa sababu maamuzi bora yanaanza leo na sio siku nyingine. Na hisi hapo kidogo hapo tunakubaliana, lakini kwa tutauliza kidogo watazamaji ambao wataangalia, wanaweza pia na wenyewe wakachanganywa wakaona ni jinsi gani mtu ambavyo anaweza katunza sasa kwa yule ambaye anapokea cash, lakini kwa mtu ambaye anapokea kwenye benki ni virahisi zaidi na inaokoa jambo, kama hapo ambavyo tulivyoona. Tunaona kama inavyookoa zaidi. It's such a good principle. Lakini kitu ambacho tukiendelea kuongea hapa kama sisi tunavyoongea ni jambo la sisi tunavyotoa value. Yani value, na nikiongelea value ni thamani ambayo tunaitoa kwenye jamii yetu, tukiachana na masuala ya hela, tukiweka hela kidogo pembeni. Mimi naona thamani inabidi ndio kitu ambacho tunatakiwa tu focus nacho. Kama sisi tupo kwenye kampuni ya usafirishaji Beta Cargo. Kwa thamani yangu mimi kwa mteja wangu ni kuondoa ule wasiwasi wa mteja. Mimi mzigo wangu uko China, okay, je ile handling nini, hivyo vitu hataki kuwaza kutokana na mimi nipo. Hiyo ndio thamani yangu. Ndio thamani yangu kama mfanya biashara. Na toa ile risk, nazuia na tunasaidiana kwenye kupata product halisi, kwenye kuhakikisha kwa imefika salama na bila usumbufu na kwa wakati. Kwa ile hiyo ndio thamani yangu. Unaona? Kwa wewe pia unaweza kutueleza ile thamani yako, ili kijana aweze kujua kwamba kuna umuhimu wa kwamba kuwa na kutengeneza thamani. Thamani ndio ambacho kinachotupa sisi hizo kinachotupa hela na matumizi ya kila siku ambayo tunaweza tukafanya, lakini inatokana na thamani ambazo tunazitoa. Kwa mimi naona kwa mtazamo wangu, pesa ni thamani unayoweza kuitoa wewe kwa watu wengine, ndio unaweza kuipokea. Kwa unaona hayo ni ya kweli au? Umeongelea kwa upande wa biashara yako, nikiongelea kwa upande wa biashara yangu, I think thamani ambayo nampa mtu ni confidence. Kwa sababu kuvaa vizuri, kubeba kitu kizuri, kubeba handbag nzuri, kuvaa vizuri, kunukia, I think kitu cha kwanza ambacho kinamfanya mtu aone kwamba I'm here ni mavazi yake. Kwa sababu pia how do you appear defines who you are. Kwa hiyo ukiapia vizuri inakudefine wewe vizuri zaidi. Kwa hiyo value ambayo naitoa kwenye jamii ni kumpa mtu confidence ya kuwa yeye, yani kuvaa vizuri inampa mtu confidence zaidi. Ni kweli. Jambo la kuvaa vizuri inampa mtu confidence. Pia tusisahau na kunukia. Ndiyo. Ukiona jasho kidogo hapo usukaka
itakuwa ni tatizo. Kwa unaona, na unavyo tuseme kumshauri, tukisema labda tumshauri mtu, tunamshaurije hasa kwenye ile swala kama kutengeneza thamani au kuona thamani? Mimi naona kwangu mimi thamani inatengenezwa kwa mambo mengi ambayo unafanya. Mambo mengi ambayo unafanya, ambayo naamini kwamba hiki kitamsaidia mtu fulani, kitamsaidia mtu fulani, kitamsaidia mtu fulani. Na sio thamani kwamba kwenye biashara tu. Inaweza thamani kwenye kazi yako unapofanya. Una thamani gani? Vitu gani ambavyo vinaweza kukutofautisha wewe na mtu mwingine? Ndio. Na mimi ndo naona ni jambo zuri sana tunapoongelea kwenye swala zima la fedha. Pesa ni kitu kizuri, lakini kuna namna inabidi tuongelee. Hasa sisi tusio focus kwenye save uko na save, lakini unatoa wapi unachokisave. Kwa mimi naona kitu ambacho kama ni very good kuongelea ni kwamba ni skills gani mtu anaweza yuko portrayed more kufikia thamani yake, kufanyeje. Ni kwamba tunaona kama hapa tuko duka huru hapa, tunajifunza vitu vingi, tunafanya vitu vingi ambavyo kikawaida havipo. Kwa sisi ambao tupo tunajua thamani yake. Thamani yake iko wapi, si ndio? Kwa tunajua thamani ipo kwenye masuala ya network, uko kwenye network ipi, ule usaidizi kwamba umekwama kwenye kitu fulani, then steps gani unaweza kuchukua. Ndio faida moja hapa mentorship, lakini ndio thamani yake. Ndio kinachosaidia yeye, tunaweza tukamlipa. Unaona? Kwa hiyo mimi kitu ambacho nakiona ni mtu aweze kufocus na thamani aliyonayo. Ndio. Na ambacho kinaweza kabisa kumsaidia. Kwa watu wa focus kwenye skills ambazo zinaweza kutoa thamani leo hii au kesho yako. Ni kitu kizuri sana ambacho unaweza kufikiria na kinaweza kukusaidia. Unaona? Ndio. Kwa jambo zuri zaidi. Unaonaje yani? Na hii si thamani inaanza, yani inabidi mtu ujue thamani yako. Mungu katuumba tofauti tofauti na kila mtu Mungu amembless na kile kitu chako. Kwa hiyo mimi naona kama thamani inaanza na kile Mungu kitu alikubariki nacho. Kwa hiyo inabidi first ujichunguze, uone kwamba Mungu mimi alinipa nini? Nini alinipa Mungu? Then from there ukipende, ukijue kile kitu na ukivalue, ukifanyie kazi, ukipe thamani, yani kionekane kwamba hiki ni kitu kimefanyika na fulani, kwamba hiki nikitaka kitu fulani na kuja kwa fulani, nikitaka kusafirisha mizigo yangu na kuja kwa Faris. Kwa hiyo unatengeneza thamani yako, unatengeneza kile kitu ambacho mara nyingi kutokea hapo inakuwa mara nyingi inaweza kawa isiwe inborn, lakini kitu ambacho unaweza ukakifanya kwa ufasaha zaidi. Ni kweli hiyo kitu kinaweza kana hivyo. Tumeongelea masuala ya kusave, swala ya thamani. Sasa tumeanza kwenye jambo la kusave, jambo zuri. Sema thamani, kila mtu ana thamani, lakini ni namna ambavyo unaweza amplify. Unaona? Mimi kwa mtazamo wangu naona kila mtu ana thamani, lakini ni namna gani ambavyo unaweza wewe amplify tofauti na wengine. Lakini tukiwa tunaongelea kitu kama hicho, tusisahau vitu vingine ambavyo ni vizuri. Sasa tunapoongelea kuna swala zima la pesa, mwenzangu sijui una invest au unafanya investment aina gani, au ni investment tu kwenye swala la biashara? Okay. Investment, nafanya biashara kwa sababu we save kutoka na ile pesa ambayo unaipata ndio unaipunguza, na hatujaanza kazi muda mrefu. Kwa hiyo for a meantime tuna save kwenye biashara and tumesave alafu tukafanya biashara, and the investment nyingine ambayo tunaifanya ni bonds. Yes. Bonds ambazo kwa mtu ambaye hajui, unaweza kumuelezea kidogo? Bond ni kama sijui neno lake ni hati fungani. Hati fungani. Yeah. Mara nyingi huwa zinatoka kwa serikalini, zinakuwa ni kama yani huwa zinatangazwa
for a period of time, kwamba muda fulani mpaka labda tuseme January mpaka Feb, tarehe 29 Feb ni mwisho wa ni katikati hapo unaweza ukajisajili alafu ukanunua bond. Ukinunua bond unapata certificate na zinakuwa ina specification kwamba bond hii kila baada ya muda fulani labda kila mwaka unapata 10% au 3%. Na baada ya muda fulani ita expire, utarudishiwa pesa yako, lakini in meantime unapata profit. Kwa mimi kusema ukweli, I'm not that sijaingia sasa kwenye passive income, kwa sija invest kwenye swala ya bonds nini, lakini kuna vitu nasikia kuhusu UTT, kuna ETFs ambazo na sijui iTrust. Na kwa kujifunza vitu ambavyo nimejifunzia kwa hapa, it's something good. It's very good, kwa sababu hela yako ambao uitumii leo hii hauna kazi nayo, inaweza kukusaidia baadaye. Na the quite simple logic ambao nimetoka nayo humo ndani ni kwamba ni example fulani ilikuwa kwamba inatofautisha kati ya mtu ambao ni tajiri na mtu ambao ni mawazo ya tuseme maskini. Lakini maskini inatofautiana na level. Kuna maskini wa fikra au maskini wa nini. Unaweza kujaliwa hela sasa hivi, lakini the projection to the near future ni kwamba umeshaharibu. Sasa kiaje? Hiyo story inakwenda hivi. Ni kwamba tena sio story, actually ni uchaguzi, kuona wewe utachagua kati ya kipi. Nina hii scenario tunafanya between me and you. Okay, una choices hizi mbili. Na watazamaji pia hapo utachagua una choices hizi mbili. Katika hizo choices zako mbili ambazo unazo wewe, ya kwanza ni kwamba uchukue gari sasa hivi, chukua 1,000,000 upate ile hapa gari, si ndio? Au uchukue 1,000,000 uweke stock ya kwenye hiyo gari, unaona? Afu baada ya miaka 5 utakuwa na hilo gari na hela ya ziada. Utakuwa na gari hilo jipya na hela ya ziada. Utachagua ipi? Option 2. Ndio. Lakini kiusema ukweli nikibadilisha, kwa sababu hapo nimeongelea in terms ya magari, ni sasa nikwambie tukibesha na bad scenario. Lakini kwenda kiukweli most watachagua yes ya kwanza. Ndio. Kwa sababu una shida na gari. Kwa nini niache kutembea kwa miguu kweli? Sina hii hapa hela na mkono, kwa nini sinunue? Kwa nini sinunue sasa hivi? Kwa nini nisubiri mpaka miaka 5? Na hiyo miaka 5 nikifa, kuna maswali ambayo yanasababisha option 1 inakuwa more realistic. Lakini kwa mind nzuri na akili nzuri ya hela ni kwamba option 2 itakuwa the best, ambao ni hiyo hela iweke pengine ikue ili uweze ukachukua hilo gari na uwe bado na hela nyingine. Ndio. Lakini ni reality na uamuzi wa watu ambao tunao, wengi watachagua option A. Kwa hiyo unasema chagua option B na wasiwasi. Sina kwa. Yaani nimechagua kutokana na kuangalia kwamba kwa sababu nikinunua gari sasa hivi nitapata expenses, naweza nisiweze nikalihudumia ile gari sawa sawa. I believe after some time nitapata hela na nitakuwa nimeshajipanga kwamba mimi after the 5 years nitapata ile gari. Kwa hiyo najipanga hapa nijue kwamba expenses za gari zikoje, hii gari inakuwa ina nini na nini. Na kumbuka hiyo gari ikija baadaye it has a return also. Kwa hiyo nitapata hela, nitapata gari na nitakuwa nimeshapata experience ya kujua nafanya nini na hilo gari. Kwa hiyo in cut terms, hiyo ndo story ambayo inanipa, ukichagua option B ndo unaona logic kubwa ya kuinvest. In terms ya kuinvest, na invest for what reason? Kwa nini sasa hivi niweke milioni, niweke laki yangu? Kwa nini niweke kwenye fund mfano ile ya watoto? Kwa nini nimwekee mtoto wangu sasa hivi hela? Kwa nini siwezi nikatumia sasa hivi akiugua, akifanyeje? Kuna maana, kwa sababu haununui muda huu, unaweka muda ule. Itakuwa ni nzuri kwa huo muda ambao ukifika itakuwa ni more option, utakuwa na option nyingi
utakuwa na expansion yako. Mi naona kitu kizuri ni kwamba ukiweza kuweka hiyo mindset ya kwamba sio kitu sasa hivi naweza nikakipata baadaye, haitakupa shida. Like ni kitu kizuri, lakini it's a tough choice. Nisha kwamba katika kila pursue ambao unaoifanya ni kwamba lazima accept the fact kwamba it can fail. Lakini katika ku accept the fact it can fail, kuna skills ambazo unabidi uwe nazo. Ndo kama hiyo mimi naona kwamba kujua uamuzi upi ni mzuri. Kwenye hela masuala ya emotions kidogo haiko sawa, ni vitu vile tofauti. Kwa naona by that logic ndo naweza nikaelewa kwenye terms ya kuwekeza kwenye hizo bonds, hizo UTT. Kwa mimi naelewa UTT kwa sasa hivi, nimejifunza kuhusu UTT, kwa naweza nikaelewa, naweza nika explain kuhusu UTT. Tuambie kuhusu UTT. UTT wana funds nyingi wenyewe ambazo wanawekeza kwa niaba yako wewe, wanawekeza serikalini kwenye kampuni tofauti DCE, kwa hiyo serikali inanunua bonds hizo DCE ambazo wenyewe wanawekeza kwa niaba yako, kwa they take that risk. Wenyewe wanachukua guarantee ni certain amounts of profits, 12%, 13% ile uliowekeza ndani ya mwaka. Kwa mtu ambaye una projection kwenye ile future, mimi naona it's better kuinvest pale. Lakini sio ushauri wa kifedha, usije kanifuata. Mambo yameenda upande uliniponza. Sio, ni ushauri, lakini it's all up to you, ni uamuzi. Kwa mtu ambaye anasikiliza, it's all up to you, lakini it's a good choice. Yani katika maamuzi mazuri ambao mtu anaweza kaamua, naona maamuzi ni hapo. Lakini mimi ningeomba tumalizie na kitu cha mwisho, kwa sababu tumeongelea masuala ya kutunza hela, tumeongelea nini tena kingine, swala ya value, kuinvest sasa kwenye value gani ambayo unaweza kutoa kwenye jamii. Then tumeongelea swala ya UTT, mimi sina jinsi ambavyo tunaweza tukainvest. Lakini kuna namna nyingi ambazo zinakuja kupata hela au nini, zinakuja sasa kwenye upande wa digital space. Wewe unaonaje watu wanaweza, yani like Tanzania sasa hivi ilipo, are we ready to invest more in the digital space? Kwa sasa naona mwamko wa watu ni mkubwa. Yani watu wengi sasa hivi tumejua kwamba digitally there is money, so we are trying to hunt it and we are really hunting it. Naona kuna content creators, kuna wafanya biashara, yani watu, yani mwamko ni mkubwa. Kila mtu ameona kwamba there is something, I can do something. Kwa hiyo watu wengi tunaamka tukijaribu. Ndo kama hivyo, wengine tunatafuta mentors watu guide kwamba hapa sipo, hapa nenda hivi, hapa nenda kulia, hapa nenda kushoto, ili kupata kujua kwamba unaenda vipi na uipate hiyo pesa ambayo tunaitafuta kwenye digital marketing. Kwenye masuala ya digital ni sasa kama digital marketing ambao umeiongelea, na mentor yako na mentor wetu ndo anatoa hiyo value. Kwa kuangalia kuna somehow degree ya level tumeingia kwenye ulimwengu wa digital kama Tanzania. Kuna masuala kama mitandao ya kijamii ambayo inaweza kutusaidia sisi kama wafanyabiashara kutangaza, kujulikana. Naona ni jambo ambalo linatupa expectation kubwa ya siku futures ambazo zinazokuja. Tuna expect mazuri, na sasa hivi kuna ujio AI, Tumaini unaitumia kidogo au uitumie? Natumia. Swali bado ile in terms ya itatuletea hela. Unaitumia kuiletea hela? Na inanipa ideas za kutafuta hela. Ideas. Kwa unaitumia for ideas generation? Yes. Ideas generation ni kitu kizuri. Lakini kwangu mimi natumia kwa ajili ya naona productivity. Nikikuelezea in terms ya naona hata mtu ambaye anasikiliza
digitally kitu ambacho kinachokusaidia naona itumie AI in terms of productivity. Itaweza kukusaidiaje wewe ku shorten your path between A to B? Nataka nimfikie mteja wangu, kuna shida 1 2 3. Je, ni mbinu gani naweza nikazitumia? Unaweza ka brainstorm na AI, unaweza ukaongea naye process ambazo unaweza kuzifanya, ukapia na process. Kwa mimi naona inasaidia sasa in a sense that tunakuwa tuko more productive. Kwa mimi naona value naitolea sasa kwenye ile productivity yake. Nikitaka kitu fulani labda naulizia kujua kwenye swala utunzaji wa fedha, nitafanyeje? Je, kwa sababu gani nashinda kutunza fedha? Maamuzi mazuri nitafanyeje? Ndio nakuja kugundua kitu kama kile psychological factors ambazo zinazo affect mimi kwa sababu gani nakuwa nashindwa. Ni kwa sababu ya nakuja kugundua kumbe kumbe ni maamuzi ambayo natakiwa nichukue kwa muda fulani, afu maamuzi automatically. The aim ya hiyo standard order, like tukitaka kusummarize zaidi, mimi naona ni kwamba automation. Kwa hicho ndio kinachosababisha ile behavior kwamba nashinda kusave. Unaweza ka save zaidi, lakini hivyo vitu unaweza kusaidiwa na AI. Kwa naona kwamba somehow inasaidia in terms of productivity na ku brainstorm, kufundisha. It's good place tunapoheaded. Kwa in terms of digital space, in terms of Tanzania tunaipokea, lakini bado tuko changa. Bado pia tunajaribu kuielewa, kwa jambo zuri. Na kwa in terms ya pesa, I'm not that knowledgeable, so sijui kwamba AI kwamba AI kwa sasa hivi Tanzania mtu namna gani anaweza kupata kwa kutumia AI, I don't know, lakini najua kuna njia nyingi tofauti. Mtu akiamua tu, kila mtu ana purpose yake, kwa anaweza ka find out that way. Kwa nashukuru sana, tumeongea kuhusiana na masuala ya pesa. Nimejifunza mawili matatu sasa. Kuna swala la bonds, hati nini? Hati fungani. Na Kiswahili kwa sijui. Something new every day najifunza jambo jipya, jambo la kushukuru. Kwa sisi tungependa kumalizia podcast yetu hapa, kama labda una jambo la kusema, kwa sababu maybe you have something to add on. Saving ni muhimu kwa sababu you save for today. Yani una save ni kama you are paying yourself for tomorrow. Kwa hiyo saving ni muhimu, yani you save with having a plan. Yani kwamba mimi na save kiasi hiki, after some time I want to do so and so and so. Kwa hiyo saving ni muhimu, inasaidia sana sana. Kwa upande wangu mimi imenisaidia. Yani kama biashara yangu nimefungua by saving. By saving a little mpaka hapa nilipofika. Namshukuru Mungu. Saving jambo zuri, lakini pia kwa mimi naona tungeinvest zaidi pia kwenye value ambazo tunazozitoa, na ni jambo zuri pia. Ningependa kuhitimisha podcast leo ya hapa. Tulikuongelea masuala ya pesa, na pesa tulivyokuwa tunaiongelea. Sasa karibuni tena kwenye podcast yetu. Let's all win.